Israel imedai kumuua kiongozi wa juu wa Iran Ali Larijani katika shambulizi la anga lililofanyika usiku wa kuamkia leo ndani ya Iran, huku mvutano kati ya mataifa hayo ukiendelea kuongezeka. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema shambulizi hilo lilimlenga Larijani ambaye alikuwa katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran SNSC, akieleza kuwa ni sehemu ya kampeni pana ya kulenga viongozi wa Iran. Jeshi la Israel IDF limethibitisha kuwa Larijani alikuwa miongoni mwa waliolengwa, huku pia likitangaza kuwa shambulizi jingine tofauti lilimuua kamanda wa kikosi cha Basij Gholamreza Soleiman. Larijani na kamanda wa Basij wameondolewa usiku mmoja, alisema Katz, akiongeza kuwa operesheni dhidi ya uongozi wa Iran zitaendelea. Katz alisema yeye pamoja na waziri mkuu wa Israel wameliagiza jeshi kuendeleza operesheni zake. Tumeiagiza IDF kuendelea kuwawinda viongozi wa utawala wa kigaidi na kandamizi wa Iran, alisema. Alielezea pia kauli ya rais wa Marekani Donald Trump akidai kuwa viongozi wa Iran wanaendelea kupungua kwa kasi. Tutamjulisha kuwa kasi hiyo inaendelea na hata imeongezeka baada ya kuuawa kwa viongozi wakuu wawili waliobaki, aliongeza. Pia aliwapongeza marubani wa jeshi la anga pamoja na maafisa wa intelijensia kwa kufanikisha operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa Larijani huenda lilengwa akiwa pamoja na mtoto wake katika nyumba ya maficho, ingawa taarifa hizo hazijathibitishwa rasmi. Hadi sasa Iran haijathibitisha vifo vya Larijani wala Soleiman, jambo linaloacha maswali kuhusu ukweli wa madai hayo. Ali Larijani alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa na usalama wa Iran. Aliteuliwa mwaka 2025 na Rais Masoud Pezeshkian kuwa katibu wa SNSC na pia alikuwa mwakilishi wa kiongozi wa zamani wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Larijani aliwahi kuwa spika wa bunge la Iran kwa miaka 12 kuanzia 2008 hadi 2020 na pia alikuwa mwakilishi katika mjadala mkuu wa nyuklia wa Iran kati mwaka 2005 na 2007. Katika miaka ya hivi karibuni alijulikana kama mhafidhina wa wastani. Alionekana mara mwisho hadharani wakati wa maandamano ya siku ya Quds mjini Tehran tarehe 13 Machi. Kabla ya shambulizi hilo, Larijani alikuwa ametoa kauli kali dhidi ya Marekani. Katika ujumbe wake mitandaoni alimkosoa Rais Trump akisema kuanza vita ni rahisi lakini haviwezi kushindwa kwa tweets chache. Aliongeza kuwa Iran haitosalimu amri. Hatutorudi nyuma hadi mjutie kosa hili kubwa. Katika ujumbe mwingine alisema hata walio na nguvu kuliko wewe hawakuweza kuangamiza taifa la Iran.